إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, kwanza awali yote nishukuru kwa wale ambao walionifariji na kunipa pole baada ya kunitokea msiba. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipeni nanyi kwa wema wenu na ihsani yenu inshallah. Katika hilo nasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Darasa letu la leo tunakwenda kuzungumzia mada inayosema kwamba umeshawahi kuota unakula chakula, ama unajua nini maana kuota unakula chakula? Hii ndio mada na kichwa cha habari cha darasa letu ya leo. Na siku zote wanasema mwenye kuzihitaji hizi ndoto basi aende akatafute kitabu hiki hapa, kinaitwa Tafsirul Ahlam cha Muhammad ibn Sirin. Utazifahamu, utazielewa tafsiri za ndoto mbalimbali kupitia katika kitabu hiki, na huyu ndio mwanachuoni bingwa duniani wa kufasiri ndoto. Leo tunakwenda kuziangalia ndoto hizo na nitazungumzia 6 na nitakuletea sehemu ya pili ya mada hii, na usikose sehemu ya pili ya darasa hili ili uweze kuzielewa ndoto hizi. Inasema man raa anna ahada yut'imuhu fil hulum, yeyote mwenye kuota kuna mtu anakulisha chakula. Yani umelala alafu kaota mtu anakulisha chakula katika usingizi, basi fahamu, tambua mtu huyu atapata zawadi katika maisha yake ya uhalisia, lakini vile vile mtu huyu atapata riziki kwa wingi sana. Kwa hiyo ukilala kisha ukaota unalishwa chakula, maana wengi sana wanasema kwa mtu ambaye akiota analishwa basi analishwa vitu vya kichawi. Sio maana yake hiyo. Kwa mtu akilala akaota analishwa chakula, tafsiri yake mtu huyu atapata zawadi katika maisha yake ya uhalisia, lakini vile vile atapata riziki kwa wingi sana. Hii ni ndoto ya kwanza. Ya pili, wa akhudhu at-ta'ama fil hulumi, kwa mtu ambaye amelala kisha akaota anachukua chakula kutoka mahala, basi tafsiri ya ndoto hii inabashiri kwamba mtu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampanulia riziki, kwa maana atapata riziki wasaa. Riziki yake itakuwa nyororo kabisa mtu huyu ambaye kalala kisha anaota anachukua chakula kutoka mahala. Hii ni ndoto ya pili katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Lakini ya tatu, wasirqati at-ta'ami fil manami, kwa mtu ambaye amelala kisha ukaota unaiba chakula, basi mtu huyu atakuwa fakiri na atakuwa mnafiki sana. Yani wewe ukilala ukaota unaiba chakula, basi tafsiri yake mtu huyu atakuwa fakiri, kwa maana atakuwa maskini sana, atakuwa fukara wa kutupwa, lakini vile vile mtu huyu atakuwa na tabia za unafiki za umbea. Kwa hiyo kiota ndoto kama hii sio nzuri, na inshallah jitahidi sana kufanya dua. Hii ni ya tatu katika zile 6 ambazo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Kama kuna mtu anaiota hii, basi mwambie maana yake ndio hiyo, lakini vizuri kumfasiria mtu ndoto ni bora umuone live. Ndio maana mara nyingi sana huwa mtu kama anataka kufasiriwa ndoto ni bora kama yuko mbali akapiga WhatsApp call mkawa mnaonana, unaweza ukamfasiria ndoto yake vizuri kuliko ni kumfasiria mtu ndoto hali ya kuwa muonani. Kuipatenda kwa ni kuchache kuliko kuikosea. Labda kwa mtu ambaye tayari toka zamani mnafahamiana na kwa ni vizuri. Hiyo ni ndoto ngapi? Ya tatu. Ya 4, wa man akhadha at-ta'ama hamida min insan fil manami, yoyote ambaye amelala kisha ukaota unachukua chakula kilichochacha kutoka kwa binadamu mwenzio. Yani umelala ukaota unachukua chakula kilichochacha kutoka kwa binadamu mwenzio, basi mtu huyo atapewa maneno machafu kutoka kwa wanadamu wenziwe. Yani umelala
kisha ukaota unachukua chakula lakini chakula chenyewe kimechacha, basi utapata maneno machafu kutoka kwa binadamu wenzio. Lakini hapo kuna tafsiri mbili sasa. Kama utakuwa umeota umechukua chakula kilichochacha lakini hujawahi kukila, ukastuka usingizini. Umeota unachukua chakula kilichochacha lakini hujawahi kukila, ukastuka usingizini. Tafsiri yake mtu huyu atapata faraja na atapata baraka kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila kama utaota umekula, tafsiri yake mtu huyu atapata maneno machafu na mambo ya kusingiziwa kutoka kwa wanadamu wenziwe. Hiyo ni ndoto ya 4 katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Na hapa nitoe tangazo lile ambalo tunafahamishana siku zote kwamba tarehe 12, kabla sijaeleza zingine zilizobaki, tarehe 12 ya mwezi wa 12 tutakuwa na kisomo cha dua cha kufunga mwaka. Bi maana tutaifanya kama kaida yetu tunafanyaga katika maeneo ya Majoe hapa Dar es Salaam, na hili ni zoezi ambalo tunalifanya kila mwishoni mwa mwaka, lakini mwaka huu tunalifanya mwezi wa 12 tarehe hii ya 12 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa majira ya saa 8 mchana inshallah, maeneo ya Majoe. Na safari hii imechukua watu 15 tu, watu 15, ili watu wawe wachache na waweze kufanyiwa dua kutokana na matatizo yao na mambo yao waliokuwa nayo. Lakini dua hii ya safari hii imebeba title moja kwamba ni kwa ajili ya kujikinga na mabalaa na kumuomba Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki. Kwa hiyo ni dua ya familia. Wale atakayekuja na maana wanakuja na familia zao katika dua hiyo. Lakini wale ambao wanaishi mikoani, wanaishi nje, wao utaratibu wao watatuma majina yao na nini kile ambacho tunachokihitaji katika dua hizo. Ndani yake kutakuwa na mnyama au wanyama ambao ndani yake dua hii tutafanya tukishirikiana na watoto yatima, na nyama hii itachinjwa pale pale kituoni na italiwa kwa watoto wale ambao ni yatima katika dua hiyo. Na anayetaka kujisajili basi atatupigia au kutuma message, alafu ataelekezwa utaratibu gani anaweza akajisajili katika dua hiyo. Na namba ya kupiga ni 0756 81 11 26, 0756 81 11 26, na anaweza kujisajili hata mtu ambaye anakaa nje ya nchi biidhnillah taala. Tumeishia ndoto ya 4, twende katika ndoto ya 5. Wa akhdhu at-ta'amu al-murra fil manami, yoyote mwenye kulala kisha akaota anachukua chakula kichungu katika usingizi. Yani kalala kisha akaota anachukua chakula kichungu, basi tafsiri ya ndoto hiyo, mtu huyo atakuwa na maisha magumu na mazito atakayekwenda kuyapitia mbeleni. Ukiota ndoto kama hii, haraka sana fanya dua za daful bala, Mwenyezi Mungu akuepushe na ubaya na uadui na ubaya wa ndoto hii ambayo kwamba yanaweza kukufika biidhnillah taala. Na hata siku moja usije ukadharau ndoto, usije ukadharau ndoto, ni hatari sana kudharau ndoto. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya 5. Ya 6 na ya mwisho, kwa mtu ambaye kalala ukaota unachukua chakula chenye ladha. Unachukua chakula chenye ladha, yani pilau mfano, unakula kuku, unakula nyama labda, unaona vile vitu vizuri vile. Basi tafsiri ya ndoto hii, mtu huyu atapata faraja, mtu huyu atapata riziki, na Mwenyezi Mungu atamkunjulia sana, atamfungulia sana milango yake ya riziki kwa mtu mwenye kuota ndoto ya sampuli kama hii. Inshallah tukutane katika sehemu ya 2 darasa hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kheri kwa kila aliyosikiliza. Tukutane katika sehemu ya 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.